Utukufu, heshima na adhama zimrudie Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, kwa ajili ametulinda pia. Tumefika siku ya leo. Bwana ni mwema. Acha utukufu na heshima zote zimrudie Mungu wetu. Ninaamini mahali ulipo uko mzima. Bwana amekulinda pamoja na familia yako. Bwana anabaki kuwa Bwana wa majeshi, anabaki kuwa Mungu siku zote. Yeye ni mwaminifu, yeye ni mlinzi, yeye ni mtetezi, yeye ni kila kitu katika maisha yetu. Kwa hivyo karibuni nyote kwenye ibada. Tunashukuru Bwana kwa ajili ya muda huu, kwa ajili ya mkusanyiko huu tena, ili tuweze kumwabudu Bwana na kumtukuza Mungu wa Israeli. Nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bado nakaza mwendo, bado namlilia huyu Yesu, maana yeye ndio kila kitu katika maisha yangu. Jioni ya leo tunashukuru Bwana kwa ajili ya mada mpya, kuweka mipaka ili kutimiza hatima yako. Kuweka mipaka ili kutimiza hatima yako. Kiingereza inasema setting boundaries to fulfill your destiny. Setting boundaries to fulfill your destiny. Kwa hivyo kila mmoja tumejifunza kuhusu adui, jinsi anavamia maisha ya mwanadamu. Naamini ya kwamba mafundisho haya yanatusaidia sote. Pili, tukajifunza kufuatilia na kurejesha chochote ambacho kiliibiwa na adui. Adui ni Shetani. Hata kama atatumia mwanadamu ama atatumia viumbe vyenye vinaonekana kimwili na pia vingine kiroho, hao wote wako chini ya Shetani. Ukiona mambo yanatendeka kinyume na vile Mungu amekusudia, ujue kwamba ni Shetani amevamia. So tunashukuru Bwana kwa ajili ya mada hii, kuweka mipaka kwa sababu ya kutimiza hatima. Mwanadamu unaweza jiuliza, kwa nini niweke mipaka? Na swali ya pili, utajiuliza mipaka ni nini? Jinsi ilivyo katika safu ya kimwili, unapata kwamba yule ambaye yuko na shamba lake ameweka mipaka, akaweka labda sengenge, waya, ikafunga sehemu ambayo ni yake. Hivyo hivyo katika safu ya kiroho, hivyo ndio vile inafanyika, ya kwamba mipaka yako ya kiroho ni ya muhimu sana, kwa sababu mipaka ni kanuni au mwongozo ambao unatofautisha kati ya jambo moja ama nyingine. Inatofautisha kati ya sehemu ya mtu mmoja ama mtu mwingine. So kuna territory yako kama Mkristo, aidha katika safu ya kimwili na pia katika safu ya kiroho. Lazima uwe na mipaka yako. Jambo la pili ni kwamba mipaka ni vizuizi vinavyosaidia kulinda maisha yako kwa kuhakikisha usalama, kwa kuhakikisha heshima yako, na pia inakuhakikishia amani ya moyo. Maana ukipoteza amani, na maanisha kwamba maisha yako yote hayataenda katika mapenzi ya Mungu. Kidogo utakuwa na shida, kidogo utakuwa na wasiwasi. So vizuizi hivyo ama mipaka hizo zinakusaidia kuwa na amani ya moyo. Maana maisha ya mwanadamu ama matatizo ya mwanadamu inaanza ukiwa na amani ama kutokuwa na amani. Ukiwa na amani, maisha yako yataenda vizuri. Na ukikosa amani, unapata kwamba ndani yako unavurugika. Ndani yako unakuwa na msongo wa mawazo, kiasi kwamba hakuna lolote utalifanya katika kuwa na akili njema ama nia njema. Maisha yako hayataenda katika uzuri, katika wema. Itaenda katika ubaya kwa kukosa amani. Amani ni kitu ya maana sana. So ndio weke mipaka. Kitu ya kwanza, kuna mambo kadhaa ambayo mwanadamu unatakana ujichunguze kwanza, ama kuna misingi ambayo inasaidia ile mipaka ndio ibaki ikiwa mipaka na ikusaidie. Jambo la kwanza, mwanadamu unatakana kujitambua. Ujitambue kwamba wewe ni nani. Kwanza ujitambue kwamba
mwanzo ulikuwa mtu wa dunia, ikafika mahali ukakana mambo ya dunia. Sasa wewe umefanyika kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo. Maana Maandiko yanasema kwamba wote waliompokea Yesu wakafanyika wana. Wote waliompokea Yesu wamekuwa viumbe vipya. So kitu ya kwanza, mwanadamu utakana kwanza ujitambue kwanza. Usikimbie tuweka mipaka. Lazima ujue misingi ya hii mipaka. Ujue sababu ya hizi mipaka. Ujue kanuni ya hizi mipaka. Itakusaidia namna gani? Ama ni nini ufanye ili kusudi ile mipaka ukiweka, unaiweka na ikusaidie. Jambo la kwanza ni ujitambue. Ujue kwamba wewe na ulimwengu ni vitu mbili tofauti. Wewe na mambo ya dunia uliacha. Tulikuwa kwa kitambo lakini Mungu akatuokoa. So tumeenda katika territory ya Mungu. Jambo la pili, ujitambue kwamba katika territory ya kidunia haikukuwa na mipaka. Ulikuwa unaweza fanya chochote unahitaji. Unaweza kuiba, unaweza kusema uongo, unaweza kuua, unaweza fanya chochote kile, maana ulimwengu wa giza haina mipaka. Lakini upande wa Mungu, tusome Maandiko yanasema kwamba pitieni mlango ulio mwembamba, maana mlango ulio mpana unaelekea wapi? Potevuni, na ni wengi wanaenda huko. Ndio sababu nikakwambia kwamba katika upande wa kishetani hazina mipaka, maana ina accommodate wengi ambao wanafuata ile njia. Lakini wachache ambao wanajitambua kwamba maandiko matakatifu yanakataza jambo 1, 2, 3. Mungu anataka tuenende hivi. Unapata kwamba unawekewa mipaka na neno la Mungu. Jambo la pili ambayo itakusaidia, ujichunguze kwanza. Ya kwamba je, hizi mipaka nikiweka itanisaidia kusimama? Ama utaweka mipaka ufike mahali ushindwe kusimama kwenye ile mipaka, inabidi uingie kwenye mipaka ya adui. So ujichunguze kwanza, ujitathmini. Ujua kwamba je, hii mipaka ambayo umeanza, hii safari ya imani ambayo umeanza, utaikamilisha? Hiyo sasa inakuletea kuwa na maono na malengo. Ukisha jitathmini, ukisha jichunguza, ukisha jitambua kwamba wewe ni nani katika mwili wa Kristo, hapo utajipata kwamba utaanza kuweka malengo. Na ukisha weka malengo yako, ukisha kuwa na maono ya kwamba mimi nataka nifike uzima wa milele, mimi nataka nitembee na Yesu, mimi nataka niache hii na hii na hii, sitaki kumkosea Mungu, nataka kutembea na Mungu. So ukishaweka malengo yako, lazima uelewe kusudi ya ile malengo. Usije ukafarakana na Mungu. Umeweka nadhiri na Mungu ya kwamba Mungu, nimekupenda, ninaomba nitembee na wewe. Alafu ufike mahali uone mapambo mazuri ya dunia, maua mazuri ya dunia, uambie Mungu, ngoja kwanza, huku ni kuzuri. Uvuke ng'ambo ile. Maana Biblia inasema kwamba laiti ungekuwa moto ama baridi, lakini kwa sababu wewe ni vuguvugu, nitakutapika. So uelewe kusudi ya yale malengo umeweka, ili kusudi upate mpangilio kamili, uweke mikakati kamili, na ujitolee ama ujitahidi kutimiza yale malengo na ile maono ambao umeweka. Sijui kama unanielewa. Mwanadamu lazima kwanza ujitathmini. Cha pili ni kwamba tumejifunza juzi jinsi ya kufuatilia na kurejesha kile ambacho adui aliiba. So umeenda pale, tumejifunza unafanya nini ndio urudishe. Hauendi kwa mganga, uendi kwa mchawi, utafuta Mungu. Ukisha rejesha, Bwana majeshi amesema kwamba nitakurudishia miaka ambayo imeliwa na nzige na madumadu na parara. Nitakurudishia vyote ambavyo adui alikuwa ameiba. Nitakurejeshea amani, nitakurejeshea utulivu, nitakurejeshea furaha ambayo ilikuwa umepoteza. So ukisha rejesha ile ambayo umefuatilia kutoka kwa mikono ya adui, kitu ambacho kitakusaidia, unairejesha na unaweka mipaka. Unaweka mipaka kusudi ulinde kile ambacho ni ya dhamana katika maisha yako.
Mipaka ni vizuizi, inazuia adui. Mipaka ni vizuizi, inazuia mikora. Mipaka ni vizuizi, inakuzuia kutangamana na mambo ya dunia, kutangamana na vitu vya dunia. Maandiko msomaji yanaenda kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 6 mstari wa 14 mpaka 18. Wakorintho wa pili mlango ni wa 6 mstari wa 14 mpaka 18. Mtu wa pili naomba tafadhali utasoma Wakorintho wa kwanza mlango wa 15, 33 na 34. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. Kitabu cha Wakorintho wa pili mlango ni wa 6 mstari ni wa 14 hadi 18. Biblia inasema, msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema ya kwamba, nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Na hilo ndilo neno la Bwana. Amen. Hapa utaona kwamba kuna mipaka Mkristo unastahili kuweka. Sio mipaka ya kimwili uchukue sengenge uanze kufunga maisha yako. Mipaka ya kiroho. Mipaka yako kwenye macho, mipaka yako kwenye mikono. Kuna vitu hautashika na kuna kazi hautafanya. Mipaka yako kwenye miguu. Kuna mahali hautaenda wala hautashirikiana na mambo ya giza. Ndio sababu maandiko hapo yanasema kwamba msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Pana ushirika gani kati ya nuru na giza? So unaweka mipaka ya kwamba mimi hili jambo niliacha kitambo. Wakati niliokoka niliacha. So sitarudi huko. Na chochote ambacho kinaweza kuleta ile mahusiano kati ya ile matendo ya giza tuliokuwa tunatenda kitambo na ikurejeshe, Biblia inasema kwamba hapana ulinganifu kati ya Kristo na Beliari. Kuna mipaka. Shetani anajua mipaka yake na Yesu anajua mipaka yake. So kama unafuata Yesu, unakaa kwenye mipaka Yesu Kristo. Kama unafuata Beliari ambaye ni shetani, unakaa kwenye mipaka ya kishetani. Kusudi ulinde kitu cha dhamana, wokovu wako. Ulinde imani yako, ulinde hatima yako. Hiyo ndio vitu vya dhamana ambavyo unaona Mkristo anapigwa na kila wakati. Mara magonjwa, mara sijui shida, umekosa sijui nini, umefanyika nini, watu wakikuona wanakudharau. Huja wafanya chochote, hauja wakosea, hauja watukana, hauja wanyang'anya. Lakini wana ile wivu ya kishetani ndani yako kwa sababu wanajua kwamba umebeba kitu cha dhamana. Maandiko sema kwamba sisi ni hekalu la Mungu. So tunabeba kitu cha dhamana. Na shetani hataki hivyo. Ndio unapata kwamba ulimwengu wa giza unapambana kila wakati kumwangusha Mkristo. Mkristo usipokuwa na malengo, usipokuwa na kusudi, uishi tu kwa sababu nimeokoka, mimi ni Mkristo, niko tu ninaishi. Kuwa na malengo yako kama Mkristo, ya kwamba mimi nataka kuingia uzimani, na ujitolee kuenenda katika njia ambayo inakuelekeza uzimani. Kama ukisema kwamba mimi nataka niende jehanamu, ingawa wengi hata shetani ukimuuliza sahi atakwambia sitaki jehanamu, shetani atakataa. Lakini ile hali ukweli ni kwamba anaenda jehanamu, kwa sababu vile namuita muongo na baba wa waongo. Siku zote nikasema kwamba ukisikia tu umesema uongo, jua direct baba yako ni shetani.
Sio mimi nimesema, andiko limesema katika Yohana 8:44. Akasema kwamba shetani anasema iliyo yake kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa hao. So unapata kwamba weka malengo, mwanadamu weka malengo yako. Je, maono yako ni gani? Kusudi ya maisha yako ni gani? Moyo wako unawaza mangapi? Uko upande wa Beliari ama uko upande wa Mungu? Kwa sababu hii yote, kila mmoja ako na mipaka yake. Mungu ako na mipaka yake, ndio amri 10 za Mungu, mipaka za Mungu. Usiue, usiibe, usizini, usiseme uongo, usiwe na miungu mingine. Haya yote, heshimu baba yako na mama yako. Haya yote ni mipaka ya Mungu. Kaendelea kusema kwamba tafakari kitabu cha Torati. Maneno yaliyoandikwa pale yasiondoke, maana ndio ramana ya Mkristo kuingia uzimani. Ukikosa kusoma maandiko, ukikosa kumfuata Mungu, of course mwanadamu anajua tu kama anaenda jana. Sababu kikaa hausomi neno. Ramana unaenda ni kama Google Maps kwenye simu. Ukienda nchi yenye ujui, lazima uwe na simu na uwe na Google Maps, itakupeleka mpaka utafika kwenye unaenda. Hivyo neno la Mungu, kuomba kwamba Mungu tuongoze. Neno lako Mungu, nipe ufahamu, nipe hekima, nipe roho ya kupambanua, ni upate kuelewa. So unapata kwamba haya mambo 3 4 mwanadamu mtakana kuzingatia mwenyewe. Mkristo mwenyewe kwenye safari yako imani, zingatia maono na makusudi ya maisha yako, malengo ya maisha yako. Kama utataka kuchangamana na ulimwengu, basi Yesu akasema kwamba nimeweka mbele yenu mambo mawili, chaguo. Ukitaka uzima, fuata uzima, fuata Yesu. Ukitaka mauti, fuata shetani. So ni mwanadamu aweke mipaka. Maandiko yanasema katika mstari wa 16 ya kitabu cha Wakorintho wa pili 6 mstari wa 16, tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao, jitenge nao. Jitenge na mambo ya dunia. Jitenge na watu ambao hawamwamini Yesu. Andiko linasema kwamba usiwe na ushirika na wao. Watu ambao watakwambia kwamba kila saa kwenda kanisani ni dhambi. Anaweza kuambia ni dhambi kwenda kanisani kila siku, hata unakosea Mungu. Kuomba kila siku, wewe umekuwa nini ya kuomba kila siku? Kuna watu ambao wanakutoa katika ile mchakato wa kumtafuta Mungu. Kuna watu wako na ushauri mbaya. Weka mipaka yako, Mkristo ambayo unajua ya kwamba uko na malengo ya kuingia uzimani. Msomaji wa neno kwenye Wakorintho wa pili 15 33 mpaka 34. Kuna mtu amepata Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza mlango ni wa 15 mstari ni wa 33 hadi 34. Biblia inasema, msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Tumieni akili kama ipasavyo, wala msitende dhambi, kwa maana wengine hawamjui Mungu. Ninanena hayo niwafedheheshe. Na hilo ndilo neno la Bwana. Amen. Umesema kwamba mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mkristo ambaye umeokoka, uende ujipate kwenye baa, naenda kusema tuko hapa na marafiki zangu ni wazuri tu. Ni wazuri, lakini ujua kwamba tabia mbaya inaharibu tabia njema. Ndio hapo Paulo akasema kwamba tumieni akili kama ipasavyo. Kaa mbali, weka mipaka yako ya kwamba macho yangu sita tamani chochote. Ayubu akasema ya kwamba macho yake ataweka nadhiri na macho yake. Huyo Ayubu alisema katika kitabu cha Ayubu 31 ya kwamba sitaacha macho yangu yatangetange ione tu mwanamke yote anapita. Unaweka mipaka yako kama Mkristo.
unatembea kwenye mipaka. Kwa sababu gani? Maandiko inasema kwamba msomaji wa neno kwenye kitabu cha Methali 5 mstari wa 1 mpaka 13, kama kuna mtu amepata. Methali mlango wa 5 mstari wa 1 mpaka 13. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Methali mlango ni wa 5 mstari ni wa 1 hadi 13. Biblia inasema, mwanangu, sikiliza hekima yangu, tega sikio lako, usisikie akili zako, upate kuilinda busara, na midomo yako uyahifadhi maarifa. Maana midomo ya malaya hudondoza asali, na kinywa chake ni laini kuliko mafuta, lakini mwisho wake ni mchungu kuliko pakanga, ni mkali kama upanga wa makali kuwili. Miguu yake inatelemkia mauti, hatua zake zinashikamana na kuzimu, hata asiweze kuiona njia sawasawa ya uzima. Njia zake ni za kutangatanga, wala hana habari. Basi wanangu, nisikilizeni sasa, wala msiache maneno ya kinywa changu. Itenge njia yako mbali naye, wala usiukaribie mlango wa nyumba yake. Usije ukawapa wengine heshima yako, na wakorofi miaka yako. Wageni wasije wakashiba nguvu zako, kazi zako zikawa ndani ya nyumba ya mgeni. Nawe ukaziombolea siku zako za mwisho, nyama yako na mwili wako utakapoangamia. Ukasema, jinsi nilivyochukia maonyo, na moyo wangu ukadharau kukemewa. Wala sikuisikia sauti ya walimu wangu, wala sikuwategea sikio langu walionifundisha. Na hilo ndilo neno la Bwana. Amen. Hapa tunaona kwamba maandiko yanatufundisha bado kuweka mipaka. Akasema kwamba, mwanangu, sikiliza hekima, tega sikio lako, usikie akili zangu, upate kulinda busara, na midomo yako itahifadhi maarifa. Midomo yako, maneno yako, matamshi yako yataenenda katika maarifa. Hayataenenda tu kama mstari wa 3 kusema kwamba, maana midomo ya malaya hudondoza asali. Malaya ni mtu mbaya. Kiroho kuna malaya wa kiroho. Tulijifunza hiyo. Achana na wa kimwili. Kuna malaya wa kiroho ambao kidogo wanasifu Mungu na kidogo wanasifu Lucifer. Kidogo wanaimba wimbo haleluya, tumwambie Bwana asante, na kidogo wako kwenye rege na rumba. Hiyo ni umalaya wa kiroho. Maandiko yanasema kwamba mstari wa 3, na kinywa chake ni laini kuliko mafuta, lakini mwisho wake ni mchungu kuliko pakanga, ni mkali kama upanga wa makali kuwili. Mwisho wake, ingawa ananena akiwa mahali kuna Wakristo wengine, ananena mazuri, anasema anadondoza asali, lakini mwisho wake ni maovu, mwisho wake ni janamu, mwisho wake ni kuangamia. Kwa sababu nikasema kwamba jitambue kwanza, Mkristo jitambue kwanza ya kwamba nilikuwa nimefarakana na Mungu, adui akaniibia kitu cha dhamana. Sasa nimeomba, nimechukua muda, nimegharimika kurejesha kile ambacho adui aliiba. So nifanye nini? Ni lazima nilinde ile kitu cha dhamana. Lazima uilinde, lazima uiwekee mipaka. Akasema katika mstari wa 5, miguu yake inateremkia mauti, hatua zake zinashikamana na kuzimu. Huyo ni mtu ambaye hana mipaka. Miguu yake inateremkia wapi? Mauti. Miguu yako lazima weke mipaka. Kuna mali huwezi enda, kuna mambo huwezi fanya, kuna ubaya huwezi kimbilia. Lazima uweke mipaka. Maana usipoweka mipaka, unampa adui sababu ya kukuvamia. Unampa adui sababu ya kukuinukia. Na unapata katika mstari ya 6, hata asiweze kuiona njia sawa ya uzima. Njia zake ni za kutangatanga, wala hana habari. Wanangu, sikilizeni sasa, wala msiache maneno ya kinywa changu. Itenge njia yako mbali naye, wala usiukaribie mlango wa nyumba yake. Usije ukawapa wengine heshima yako, na wakorofi miaka yako, wasije wakashiba nguvu zako, kazi zako zikawa ndani ya nyumba ya mgeni.
weka mipaka yako. Kama ni kwa Mungu, fuata Mungu na ufuate Mungu kweli kweli. Kama ni kwa adui, fuata adui na ufuate adui kamili. Kwa sababu maandiko inasema kwamba hekima, busara na ufahamu ndio itakusaidia kuweka na kuheshimu mipaka yako. Ukikuwa na roho ya hekima, unapata kwamba haya mambo yote ni katika Roho Mtakatifu ndio atakusaidia. Upate hekima jinsi unaenda katika safari yako imani. Uwe na busara, maana hekima na busara japo yanaashiria kitu moja, lakini kuna tofauti kidogo iko ndani. Upate ufahamu, upate kujielewa, upate kujijua vizuri ya kwamba uliacha njia ya uovu, sasa unatembea katika njia takatifu, ili kulinda hatima yako, ili kulinda chochote cha thamana ambao Mungu ameweka kwa maisha yako, na pia kulinda taji ambayo umewekewa tangu kuumba ulimwengu. Inatakana unaweka mipaka yako. Hautatembea tu kidogo, mguu wa left umeingia kwa upande wa adui, uende tena ufika mahali right tena umekanyaga upande wa adui. Chunga mipaka zako, weka mipaka na ulinde ile mipaka. Somaji nene kwenye Mathayo 10 mstari wa 10. Kama kuna mtu anaweza pata kitabu cha Mathayo mlango wa 10 mstari wa 10. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Mathayo mlango ni 10 mstari ni wa 10. Biblia inasema, wala mkoba wa safari, wala kanzu mbili, wala viatu, wala fimbo, maana mtendakazi astahili posho lake. Amina. Amen. Msomaji, mtumishi soma mpaka mstari wa 17. Amen. Mstari wa 11 Biblia inasema, na mji wowote au kijiji chochote mtakachoingia, tafuteni ni nani humo aliye mtu mwaminifu, mkae kwake hata mtakapotoka. Nanyi mkiingia katika nyumba, isalimuni. Na nyumba ile ikistahili, amani yenu na ifikilie. La kwamba haistahili, amani yenu na iwarudie ninyi. Na mtu asipowakaribisha wala kuyasikiliza maneno yangu, mtokapo katika nyumba ile au mji ule, kung'uteni mavumbi miguuni mwenu. Amin, nawaambia, itakuwa rahisi nchi ya Sodoma na Gomora kustahimili adhabu ya siku ya hukumu kuliko mji ule. Angalieni, mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Basi iweni na busara kama nyoka, na kuwa watu wapole kama hua. Jihadharini na wanadamu, kwa maana watawapeleka mabarazani, na katika masinagogi yao watawapiga. Na hilo ndilo neno la Bwana. Amen. Amen. Hapo tunaona Yesu Kristo alikuwa anafundisha wanafunzi wake, akawatuma ili waende watangaze neno. Na alipowatuma, aliwatuma katika ulimwengu ambayo imejaa mbwa mwitu. Ndio unaona hapa akawapa amri waende wakatangaze, wahubiri neno wakisema kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia, wapoze wagonjwa, watakase wenye ukoma, yaani wafanye kazi ya Mungu. Lakini mstari wa 16 anasema kwamba angalieni, mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Basi iweni na busara kama nyoka, na kuwa watu wapole kama hua. Amesema kwamba duniani sisi ni kondoo kati ya mbwa mwitu. So usipoweka mipaka yako, mbwa mwitu wale watakurarua. Mbwa mwitu wale watakuiba. Mbwa mwitu wale watakuua. Wataharibu hatima yako. So Mkristo lazima ujijue wewe ni nani. Ndio kuna kwenda kuhubiria wale watu na kuwaleta kwa Yesu. Lakini kwa mfano ya matendo yao usifanye. Kwa mfano ya vile wananena usinene. Kwa mfano ya vile wanafanya usifanye. Wewe simama kwenye mipaka yako. Weka mipaka yako. Akasema kwamba iweni na busara kama nyoka. Lakini usikuwe nyoka. Yesu hajasema ukuwe nyoka. Amesema iweni na busara kama nyoka. Kama ukiangalia qualities ya nyoka, utapata kwamba nyoka yuko na mambo mengi. Jambo la kwanza, ukisoma kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 1, inasema kwamba
nyoka alikuwa mwerevu kushinda wanyama wote aliowafanya Bwana. Mungu alitengeneza nyoka na kampa werevu kuliko wanyama wote wa mwitu. Hiyo ni jambo la kwanza. Sasa hapo Yesu alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anamaanisha kwamba kuwa mwerevu. Usije ukabebwa na mawimbi. Usije ukabebwa na changamoto. Usije ukabebwa na jinsi ulimwengu inakaa ndio wewe uone kwamba hii ulimwengu iko hivi, hata mimi nataka nikae vile ulimwengu inakaa. Yesu amesema kwamba nimewatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Basi weni werevu. Jua ni nani unamfuata. Jua makusudi yako ni nini katika ulimwengu huu. Jua unaenenda namna gani katika ulimwengu huu. Quality ya nyoka ya kwanza ni kuwa mwerevu. Quality ya nyoka ya pili, nyoka kisha badilisha ngozi yake. Akisha toa ile ngozi, hata achukuange itupe kwa dustbin. Mali ameitoa ni hapo hapo na ameenda, hairudi. Itakaa hapo mpaka ishe ipotele. Nyoka harudingi kwenye ile ngozi. Akisha bambua magamba yake, ile inabaki pale. Anakuwa fresh. Hiyo inamaanisha kwamba ameanza kukua na harudi tena kwenye utoto. Hivyo Mkristo tunastahili kufuata quality za nyoka, lakini usikue nyoka. Quality za nyoka zitakusaidia. Nyoka ni mjasiri sana. Nyoka yuko na qualities mingi. Halafu maandiko yanasema kwamba kuwa mpole kama hua. Mara mingi unapata kwamba maandiko inafananisha malaika, Roho Mtakatifu na ndege ambaye ni hua, njiwa. Kwa Kiswahili cha kawaida inaitwa njiwa. Njiwa ni mpole. Njiwa hasumbui. Hivyo mipaka ambayo tunaweka inamaanisha kwamba unaweka uheshimu mipaka yako na pia uheshimu mipaka ya wenzako. Pia wale wako na mipaka yao. Aidha ni watu wa dunia hawajamjua Mungu ama ni Wakristo wenzako. Kila mtu unaheshimu mipaka ya mwenzako na unaheshimu yako. Kuwa mpole kama hua. Hua ananga kierere. Hua halipizi kisasi. Hua hana kinyongo, hana wivu. Hua hana hasira, sijui kama anakuwa naye, lakini sijaielewa, sijaisoma nijue qualities za hua. So hapa inamaanisha kwamba ukiwa na busara, ukiwa na hekima, na hii yote inapatikana kupitia Roho Mtakatifu, akupe hekima jinsi utaishi dunia. Maana bado tuko duniani. Bado tunatangamana. Rafiki zetu wengi labda wengine hawamjui Mungu. Familia zetu hawamjui Mungu. Ndoa zetu, waume zetu, wake zetu hawamjui Mungu. Wewe hujui imani ya mtu. Ndio posa maandiko yanasema kwamba kuwa na hekima, kuwa mwerevu na ujue malengo yako ni gani katika ulimwengu huu. Kusudi usimpe shetani sababu tena ya kukuja akubembeleze ulale kama vile Samsoni alifanyiwa na Delila ili akuibie kitu cha dhamani. Umepambana kuiregesha. Umepambania kuifuatilia. So kama umerejeshewa, unailinda kwa kuweka mipaka yako. Unailinda kwa kuidhamini. Msomaji wa neno kwenye Methali 13 mstari wa 14 mpaka 20. Methali 13 mstari wa 14 mpaka 20. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Sheria ya mwenye akili ni chemchemi ya uzima, ili kuepukana na tanzi za mauti. Ufahamu mwema huleta upendeleo, bali njia ya haini huparuza. Kila aliye na busara hutenda kazi kwa maarifa, bali mpumbavu hueneza upumbavu. Mjumbe mbaya huanguka maovuni, bali mjumbe mwaminifu ni afya. Umaskini na fedheha zitampata yeye akatae kurudiwa, bali yeye aangaliaye maonyo ataheshimiwa. Haja iliyopatikana ni tamu nafsini mwa mtu, bali kujitenga na maovu ni chukizo kwa wapumbavu. Enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima.
bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Amen. Amen. Maandiko yanasema kwamba sheria ya mwenye akili ni chemchemi ya uzima. Mipaka yako itakupa uzima. Mipaka yako itakupa afya. Mipaka yako itakupa ushindi. Mipaka yako itakufanya uattract uwepo wa Mungu katika maisha yako. Hautatembea wewe ikiwa wewe, Mungu ndiye atakutangulia. Yeye atakupigania, yeye atakutetea, yeye atakuhifadhi. Hata adui wainuke kiasi gani, Mungu akiwa na wewe, utakana ukanyaga vizuri. Unaishi maisha ile ukijua kwamba Mungu ndiye anakusaidia. Kwa sababu gani? Hapa maandiko yanasema kwamba sheria za mwenye akili ni chemchemi ya uzima, ili kuepukana na tanzi za mauti, kuepukana na jehanamu, kuepukana na kukorofishana na Mungu. Usipoweka mipaka zako, ndugu yangu, dada yangu, usiishi tu kama ndege ambaye anaruka, anaenda east, akirudi anaenda west, akienda anaenda kaskazini, anarudi. Kuwa na mipaka yako, kuwa na malengo yako. Kama Mkristo unahitaji nini? Unahitaji kuishi maisha gani? Jirudie kwenye nafsi yako na akili yako na fahamu zako ya kwamba okay, sasa mimi nimeamua kumfuata Yesu. Misri sirudi. Nimeamua kumfuata Yesu. Mapambo ya Misri na vyote vizuri vya Misri siendi. Na ukiweka nadhiri na Mungu, weka nadhiri na Mungu ya kwamba Mungu nitakutafuta, ya kwamba Mungu nitakufuata, ya kwamba Mungu nisaidie, na unabaki pale pale. Kwa sababu ukimwita Mungu anasikia. Maandiko yanasema kwamba ufahamu mwema huleta upendeleo, bali njia haini uparuza, uanguka. Mstari wa 16, kila aliye na busara hutenda kazi kwa maarifa, bali mpumbavu hueneza upumbavu. Ndio sababu maandiko inatusaidia kujua kuweka mipaka. Uenende, maandiko yanasema kwamba enenda na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima. Lakini ukiwa rafiki wa wapumbavu utaumia. Mpumbavu, maandiko inasema mpumbavu ni mtu mwenye anasema kwamba hakuna Mungu. Ni mtu ambaye anajua Mungu ndio yako, lakini hafuati Mungu. Ni mtu ambaye anajua kwamba ameokoka ndio, lakini hafuati Mungu. Kuna watu wengi wamejificha makanisani, ili hali ndani yao ni mikebe tupu. Kuna watu wamejificha kwa Ukristo mpaka hata shetani mwenyewe ametoa mkia yake na mapembe yake na makucha marefu, ameiacha huko na amerudi kanisani, yuko kwenye mimbari anafundisha. Lakini hapa maandiko yanasema kwamba ukiwa na hekima na utembee na wenye hekima, inamaanisha kwamba utapambanua chochote ambacho adui amekusudia. Hautaanguka tu kwa mitego ya adui. Hautaenenda tu katika mitego ya adui. Na ukiwa na hekima, wakati unaonywa utasikia na utajua kwamba hii njia nimekatazwa, achane. Hautaonywa na ushupaze shingo ujifanya kwamba mimi ninajua kwa hii wokovu, nimekaa kwa wokovu, hii ni mwaka ya 12, hii ni mwaka ya 50, hii ni mwaka ya 100. Nakwambia maandiko yasema kwamba na anayejidhania amesimama na achunge asianguke, kwa sababu kuna uwezekano wa kuanguka. Mambo ya kiimani ni neema inatusaidia, sio uzoefu. Ni neema ya Mungu ndio inakusaidia kuwa mtu ambao uko. Uzoefu utakupeleka mpaka utasikia umevuka mipaka uko kwa adui. Kwa sababu gani? Uzoefu itakupa kiburi. Uzoefu itakupa ile kujisikia. Uzoefu itakufikisha mali Nebukadneza alifika. Ukizoea sema mimi ninajua wokovu, ninajua Biblia, ninajua kuomba, najua kukemea mapepo. Ukatae kurudiwa, ukatae kuonywa, ukatae kuongozwa na neno la Mungu. Nebukadneza alikula nyasi miaka 7 kwa sababu ya uzoefu. Huyu Mungu azoeleki. Mungu ni Mungu na ni moto wa kuotea mbali. Maandiko yanasema kwamba umaskini na fedhea zitampata yeye akatae kurudiwa, bali angaliaye maonyo ataheshimiwa. Nani atamheshimisha? Ni Mungu. So ukiweka mipaka katika maisha yako ya kiroho na ya kimwili,
yatakusaidia katika mambo yafuatayo. Yani uzuri ya kuweka mipaka katika maisha yako ni nini? Jambo la kwanza, mipaka inatusaidia kuwa na tahadhari, kuwa waangalifu sana. Kwa sababu sasa umeweka mipaka, umebaki na malango moja ambao umesimama pale, wewe ndio mlinzi kwenye malango yako ya maisha yako. Tayari mlango, hakuna popote kwingine mali shetani atapita, mali adui atapita, mali wakala watapita. Mlango unabaki na mlango moja ambao umebaki pale, wewe ndio mlinzi pale. Mungu amesimama pale, anakusaidia kulinda. Amesema kwamba yeye asipoulinda mji, wale wanalinda wanafanya bure. Na yeye asipoujenga mji, wale wanajenga wanafanya bure. So unapata kwamba unakuwa mwangalifu sana, kiasi ya kwamba ukiona maovu utajificha. Methali 22 mstari wa 1 mpaka 6. Kama kuna mtu atapata, naomba tafadhali utaisoma. Nitasoma kwa mstari wa Methali 22. Amen. Mstari wa 1 hadi 6. Heri kuchagua jina. Methali 22 mstari wa 1 hadi 6. Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Tajiri na maskini hukutana pamoja, maana ndiye aliyewaumba wote wawili. Mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huenenda mbele wakaumie. Thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana ni utajiri, na heshima nayo ni uzima. Miiba na mitego huwa katika njia ya mshupavu, yeye aitunzaye nafsi yake atakuwa mbali nayo. Mlea mtoto katika njia impasavyo, naye hataiacha hata atapokuwa mzee. Amina. Amen. Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi. Hiyo ni mipaka. Heri ukae na jina njema, jina la Yesu Kristo, jina ambalo ndio limebeba mali ya dunia yote, kuliko mali mingi. Mali mingi inamaanisha kwamba adui shetani anatumia mali kukamata Wakristo. Wachungaji wengi wamekamatiwa pale pale kwa mali. Manabii wengi wamekamatiwa pale, mpaka inafika mahali yule nabii hasemi neno la Mungu, anasema ile ya kubembeleza mtu, angalau ndio atampa mali. Maandiko sema kwamba heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Hiyo inamaanisha kwamba unaweka mipaka yako. Sisemi ya kwamba kutafuta mali ni mbaya, sisemi ya kwamba kutafuta fedha na dhahabu ni mbaya, lakini kwa kipimo ambayo Mungu amekusudia katika maisha yako. Akasema kwamba mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia. So mipaka yako kwenye macho yako, kwenye masikio yako, unataka kusikia nini? Ni nini unakubali ikuingie kwa roho? Ni nini unakubali kuingia kwa mawazo? Ni nini unakubali usikilize? Je, utasikiliza fitina? Maana wakati mtu anakuletea fitina, ikifika kwenye moyo, shetani anajua kuikoroga vizuri. Ikilipuka ikuje kwenye akili, unapata kwamba inachamuka, iko 100% degrees. Ikikuja kwenye matendo, unapata kwamba mmefarakana na Mungu. Nachapa tu mtu kofi moja amekufa. Ukipelekwa kotini unasema ningelijua ati shetani alindanganya. Shetani alikudanganya, mlikutana wapi na shetani? Maandiko yanasema kwamba mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga wanaendelea mbele na kuumia. Kwa sababu gani? Hawana mipaka. Kasema mstari wa 4, thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana ni utajiri na heshima, nayo ni uzima. Kumcha Bwana, hata kama dunia hii hauna mali, hata kama dunia hii hauna jina, hata kama dunia hii hauna marafiki, ni utajiri uko nayo na heshima na uzima. Hautaangamia, utaishi kwa sababu umemcha Bwana, umetembea na Bwana. Mstari wa 5 anasema miiba na mitego huwa katika njia ya mshupavu, yeye aitunzaye nafsi yake atakuwa mbali nayo. Mtu mshupavu ni mtu ambaye anashupaza shingo, akiambiwa hasikii, akielekezwa hakubali kuelekezwa, akifundishwa hafundishiki.
Maandiko yanasema kwamba miiba na mitego iko kwa njia zake, ataanguka. So ukiweka mipaka katika maisha yako itakusaidia sana. Itakusaidia. Mipaka iko na kazi mingi nzuri ambayo itakusaidia. Jambo la pili, tunaenda haraka kwa sababu ya muda. Jambo la pili ni kwamba itakupa uwezo wa kujilinda. Uwezo wa kujilinda. Nikasema kwamba ukishafunga maisha yako, ni nini utasikia? Ni nini utatenda? Ni wapi utatembea? Ni maneno gani utasema? Na ni maneno gani unaruhusia iingie kwenye moyo wako? Inamaanisha kwamba umeweka ulinzi katika maisha yako. Methali 14 mstari wa 12 mpaka 18. Somaji wa neno na mwingine atasoma kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 36 mpaka 56. Kama kuna mtu amepata Methali, naomba tafadhali. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. Methali 14 mstari wa 12 hadi 18. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Hata wakati wa kucheka moyo huo na huzuni, na mwisho wa furaha ni uzito wa moyo. Angeukae moyoni ushimba njia zake mwenyewe, na mtu mwema atarithi nafsini mwake. Mjinga huamini kila neno, bali mwenye busara huangalia sana aendavyo. Mwenye hekima huogopa akajitega na uovu, bali mpumbavu na ufidhuli na kujitumainia. Yeye aonaye hasara upesi atatenda kwa ujinga, na mtu mwenye ila mbaya huziriwa. Wajinga hurithi upumbavu, bali wenye busara huvikwa taji ya maarifa. Amina. Amen. Maandiko yanasema kwamba iko njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Usipoweka mipaka yako, utapata kwamba utaangamia. Macho yako unaruhusu ione nini? Itembee itange, kwa sababu macho haina pazia, lakini unaruhusu iangalie nini? Maana kile macho inaona inapeana information kwenye ubongo. Ubongo inatuma information kwenye moyo. Ikienda kwa moyo inarudi kwenye akili. Sasa akili na tafakari inaweka kwenye matendo. Hapo ndio matokeo ya maisha ya mwanadamu inapatikana. So maandiko yanasema kwamba njia ambayo inaonekana sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Njia ambazo mwanadamu anachagua kwenda. Wengi wanachagua kutembea katika ulevi, mwishowe wanaangamia. Wengi wanatamani kuenenda katika usherati, wengi wanatamani kuenenda katika wizi, mwisho wao wanamalizia vibaya. Hata hapa duniani utamalizia mbaya, na mbinguni sahau, kwa sababu kuna maisha baada ya dunia. So maandiko yanasema kwamba kuna njia ambayo inaonekana ni sawa, lakini Mkristo ama mteule wa Mungu ama mwanadamu ambaye anajua malengo yake, kwamba mimi nataka nitafute Mungu na nimfuate Mungu, chochote kinyume na mapenzi ya Mungu siwezi. Unachagua njia iliyo njema, hata kama itaonekana njia nyembamba, hata kama itaonekana njia ya aibu, hata kama itaonekana njia isiyofaa. Jiulize, ni kwa nini Yesu Kristo alizaliwa kwenye hori la ng'ombe, mfalme mzima? Jiulize, ni kwa nini Yesu Kristo akasulubiwa na alisulubiwa nje ya lango? Ni kwa sababu vitu vya dunia hii havina dhamana zaidi ya uzima ambayo utapata baadaye. Kuna utukufu ambayo inakuja baadaye. Duniani hii utaonekana umezaliwa kwenye hori la ng'ombe. Maandiko yanasema kwamba wachungaji wakaenda wakapata mtoto amelazwa kwenye hori la ng'ombe. Mimi na wewe tunajua nyumba ya ng'ombe vile inakaa, hori la ng'ombe vile linakaa, sio mahali pazuri. Lakini ndani ya ule mtoto kulikuwa na uzima, ndani ya ule mtoto kulikuwa na tumaini, ndani ya ule mtoto kulikuwa na furaha. Yeyote amwaminie, hata ingawa alizaliwa kwenye hori la kuzaliwa ng'ombe, mahali pachafu, hatimaye
kuna mazuri ambayo utapokea. Maandiko yakasema kwamba katika mstari wa 14, ageukae moyoni hushiba njia zake mwenyewe, na mtu mwema ataridhika nafsini mwake. Mjinga huamini kila neno, bali mwenye busara huangalia sana. Mwenye busara yuko na uwezo wa kujilinda, anaangalia sana. Hili neno nimeambiwa, je, nitaifanyia kazi ama nitupilie mbali? Hautakurupuka tu. Walisema Dorcas, sijui imekuwa ikaenda, unaamka na mapanga. Utaua watu na kumbe hata wakusema. Labda hata mwekuletea report ni muongo. So unaweka ulinzi kwenye masikio, ni maneno gani utasikia na ni gani utareact. Hautaenda tu kwa sababu mwili na kusukuma. Ukienda katika mwili unakuwa adui wa Mungu. Mstari wa 16 anasema mwenye hekima huogopa, akajitenga na uovu, bali mpumbavu ana ufidhuli na kujitumai. So hapa tunaona kwamba mipaka inatusaidia kuweza kujilinda. Utajilinda. Mstari wa Mathayo 26 mstari wa 36 mpaka 56. Kama kuna mtu amepata, naomba tafadhali utaisoma. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Mathayo 26:36 hadi 56. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Getsemani, akawaambia wanafunzi wake, "Ketini hapa hata niende kule nikaombe." Akamwacha Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, "Roho yangu ina huzuni nyinyi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkakeshe pamoja nami." Akaenda mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, "Baba yangu, samahani." Akaenda mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akasema, "Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe." Akawajia wale wanafunzi, akawakuta wamelala. Akawaambia Petro, "Je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu." Akaenda tena mara ya pili, akaomba akisema, "Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke, nisipokunywa, mapenzi yako yatimizwe." Akaja tena, akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito. Akawaacha tena, akaenda akaomba mara ya tatu akisema maneno yale yale. Kisha akawajia wanafunzi wake, akawaambia, "Laleni sasa mpumzike. Tazama, saa imekaribia, na Mwana wa Adamu anatiwa katika mikono ya wenye dhambi. Ondokeni, twendeni Mzeituni. Tazama, yule anayenisaliti amekaribia." Bali alipokuwa katika kusema tazama, Yuda, mmoja wa wale tenashara, akaja, na pamoja naye kundi kubwa wenye panga na marungu, wametoka kwa wakuu na makuhani na wazee wa watu. Na yule mwenye kumsaliti alikuwa amewapa ishara akisema, "Nitakayembusu huyo ndiye, mkamateni." Mara akamwendea Yesu akasema, "Salamu, Rabi," akambusu. Yesu akamwambia, "Rafiki, fanya uliolijia." Wakaenda wakamnyoshea mikono yao, wakamkamata Yesu. Na tazama, mmoja wao aliokuwa pamoja na Yesu akanyosha mkono wake, akaufuta upanga wake, akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio. Ndipo Yesu akamwambia, "Rudisha upanga wako mahali pake, maana waushika upanga wataangamia kwa upanga. Kama wadhani ya kuwa mimi siwezi kumsihi Baba yangu, na ataniletea sasa hivi zaidi ya majeshi 12 ya malaika, yatatimizwaje basi maandiko ya kwamba hivyo ndivyo vilivyopaswa kujiri?" Saa ile Yesu akawaambia makutano, "Je, mmetoka kama mmemkamata mnyang'aji wenye panga na marungu ili kunishika?"
Kila siku naliketi hekaluni nikifundisha, msinikamate. Lakini hayo yamekuwa ili maandiko ya manabii yatimizwe. Ndipo wanafunzi wote wakamwacha wakakimbia. Amen. Amen. Hapa tunaona kwamba Yesu Kristo alitumia njia ya maombezi kama namna ya kujilinda, kuweka mipaka yake. Alijua kwamba atapitia mateso, lakini akaweka maombi mbele. Akaambia wanafunzi wake, muombe ili msije mkaingia kwa majaribu. Kesheni muombe, msije mkaingia majaribu. Roho inatamani kufuata mapenzi ya mwili, mapenzi ya Mungu, lakini mwili ni dhaifu. Mwili haitaki kwenda msalabani. Roho inakubali, lakini mwili inakataa. Mwili inaogopa. Wapo unaona kwamba wale wanafunzi wakaendelea kulala. Akakuja mara ya kwanza akawapata wamelala. Lakini kwa sababu ya yeye alijua, alitathmini kwamba yeye wakati wake wa mateso umefika, ilibidi amerudi mara ya pili kuomba. Akarudi mara ya tatu kuomba. Vile alirudi akapata bado wamelala. Na unaona kwamba hao wanafunzi kwa sababu hawakuwa na uwezo wa kujilinda, kuingia kwenye maombezi kama vile waliagizwa na Yesu ya kwamba muombe msije mkaingia kwenye majaribu. Unaona kwamba walipigana vita kimwili. Wanachukua upanga, wanataka kupigana kimwili. Wakati waliona kwamba haiwezekani, wakakimbia kumwacha Yesu. So mipaka yetu inatuelekeza katika mapenzi ya Mungu. Ukiingia kwenye maombezi, inamaanisha kwamba utalinda territory yako. Ole wake mtu ambaye hauombi. Ole wake mtu ambaye haumtafuti Mungu. Ole wako mtu ambayo umekaa katika njia ambayo ni njia panda. Mswahili akasema kwamba fisi alitamani barabara zote mbili. Pande anasikia nyama inanuka, pande anasikia machapati inanuka. Alipasukia katikati. Lakini ukimfuata Yesu, hata kama utakosa chochote duniani na umeweka mipaka yako ya kwamba nifanyeje ubaya huu nimkosee Mungu, niendeje kwa hii njia ambayo nimkosee Mungu, ninawezaje kufarakana na Mungu, utapata kwamba utajilinda katika majaribu, utajilinda katika mateso ya dunia, utalinda territory yako, utalinda vitu vyako vya dhamana, ikiwepo hatima yako, ikiwepo nyota yako, ikiwepo uhai na uzima wako, ikiwepo maisha yako, utailinda. Ikiwepo familia yako na kazi yako na chochote kile ambacho Mungu amekupatia, utailinda ukipitia maombi. Baada ya kuweka mipaka. Maana Mungu anataka mtu wa mipaka, ya kwamba sifanye dhambi. Ukimwendea Mungu unamuita, anasikia. Lakini ukiwa vuguvugu, amesema nitakutema. Na Mungu akikutema basi hivyo ndio imeisha. So uwezo wa kujilinda unapatikana wakati unaweka mipaka. Adui hatavamia, hawezi. Unalinda territory yako. Siku moja nikafundisha kwamba uwezi shinda adui ukiwa upande wake. Ni ngumu, hiyo hesabu haiwezekani. Ushinde adui ukiwa wewe ndio kahaba. Ushinde adui ukiwa wewe ndio mchawi. Ushinde shetani ukiwa wewe ndio muongo. Utakuwa unajidanganya. Ni lazima na ni sharti utoke upande wa shetani, usimame kikamilifu upande wa Mungu, ndiposa ushinde adui wakati anavamia. Jambo lingine ni kwamba ukiweka mipaka katika maisha yako, itakusaidia kuwa na uvumilivu, hali ya kumngoja Bwana. Hautakata tamaa tu kiovyo ovyo, hautakata tamaa tu kijinga. Umepigwa na adui, amerusha mishale zimekupata, uanze kulalamika na kulalama, mwishowe umwache Yesu. Mipaka yako itakusaidia kuvumilia na kumngoja Bwana. Kitabu cha Yakobo 1 mstari wa 1 mpaka mstari wa 8. Yakobo 1 mstari wa 1 mpaka 8. Maandiko yanasema kwamba Yakobo mtumwa wa Mungu na wa Bwana Yesu Kristo kwa kabila 12 waliotawanyika salamu. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkianguka katika majaribu mbalimbali,
mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa neno. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Ila na aombe kwa imani, pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama ule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mtu wa nia mbili usitasita katika njia zake zote. Hapa tunaona kwamba furaha kwenye majaribu. Mwanadamu wa kawaida, mwanadamu asili ya kibinadamu, hana roho ya uvumilivu, hana roho ya utulivu. Akae majaribu yampiga moja, bado ametulia. Mpige ya pili, bado ametulia. Mpige ya tatu, anasema nimetoka. Anafuata sasa mahali ile majaribu inatokea. Waende wafanye negotiation na adui Shetani. Shetani akwambia sasa, nataka uwe unavaa hivi na hivi. Wadada, naomba msinilinge mawe, maana naona roho wa Mungu bado anasukumana upande wa mavazi. Nataka uvae hivi na hivi. Wengi mpaka wanaweka makucha. Siku moja niliangalia kuna dada mmoja nilimuona na nikapata kuona picha moja ya Shetani. Jinsi amekaa, ako na mapembe yake. Najua kwamba unaangalia unachukua hiyo picha mahali ulipo, unaangalia hiyo picha. Hebu muone tuseme kiumbe kama mwanadamu, sio mwanadamu. Kiumbe kama mwanadamu, yuko na macho, yuko na mdomo, yuko na mapua na masikio. Ako na pembe, hana mavazi, ako na mkia. Alafu cha ajabu sana, karibu afanane na mwanadamu kwa ajili ya makucha marefu. Unapata mtu ameweka makucha marefu. Maandiko yanasema kwamba hesabu kuwa ni furaha tupo, lakini uwe na saburi, kuvumilia ndani ya Yesu Kristo. Usije ukafuata yale majaribu, adui amekupiga ile kusudi umfuate, akwambie sasa mimi nataka wewe sasa uishi maisha hii ambayo mimi Shetani nataka. Maandiko yanasema kwamba ukiangalia mstari ya 3, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Imani yako inajaribiwa, inapitishwa kwenye moto. Hata ingawa umeweka mipaka ni ya kukusaidia usimame, lakini adui lazima atakujaribu. Anajaribu imani yako. Je, hii mipaka uliweka ni mipaka ambayo umeweka malengo yako, umejua kusudi lako na umekuwa mwangalifu sana, umeweka mikakati ya kutosha na umejitoa kutimiza ile mipaka? Ama ni ile ukiyumba kidogo, jinsi maandiko yanasema hapa ya kwamba ila na aombe kwa imani pasipo shaka yote, kwa maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Mawimbi ya maisha ya kupeleke huku na huku, uvuke mipaka. Unasema, unaambia Mungu, mipaka hii niliweka tu lakini narudi. Mungu anaenda hivi kidogo huku kwa pombe hivi narudi. Ngojea mimi pande hiyo, upande ya mipaka huko. Mungu ninaenda hivi na nimeona kuna watu wanavaa vizuri, matiti yao iko nje. Mungu, nataka niende pande hiyo hivyo kidogo, hata mimi nionyeshane yangu, narudi. Mungu, I'm coming. Utapata Mungu alitoka kitambo, alienda. Maandiko yanasema kwamba mtu kama yule, mtu gani? Mtu ambaye mwenye shaka ni kama wimbi la bahari, anachukuliwa na upepo upande hii na upande huu. Na Maria sema kwamba asidhani ya kuwa atapokea chochote kwa Mungu. Ushapokea thawabu yako dunia. Kasema kwamba mtu wa nia mbili usitasita katika njia zake zote. Na mtu wa kusitasita, Mungu hapendezwi naye. Mungu anataka mtu straightforward. Ni imani, tunakabiliana na imani mpaka mwisho ukieleweke. Ni wokovu, haupei Shetani nafasi ya kucheza na wokovu wako. Maandiko yanasema kwamba ya 5 ni kwamba hautarudi nyuma.
mipaka inakusaidia, hautarudi Misri. Hata kama itagharimu maisha yako, hautarudi Misri. Hata kama itagharimu chochote ulikuwa unapenda sana, hautarudi Misri. Hata kama yatatokea mapambo na chochote kizuri. Maana sasa tumeingia katika ulimwengu wa dijitali. Na hapo ndio kitabu cha Timotheo 4. Timotheo wa kwanza na Timotheo wa pili 3 na 4. Inasema kwamba upendo wa wengi kwake Mungu itapoa. Hii ulimwengu ambao tuko sasa ya dijitali. Hapo ndio wengi wataanguka. Ndio wengi watafarakana na Mungu. Ndio wengi watatoka katika mapenzi ya Mungu. Watarudi nyuma. Watakuwa wake wa Lutu. Wenye waliambiwa watokeni Sodoma inachomeka, wanaangalia nyuma, unakuwa jiwe ya chumvi. Lakini Mkristo ambao unaweka mipaka. Na hapo mwanzo nikasema kwamba maandiko yamesema katika Mathayo 10 mstari wa 16. Nimewatuma kama muwe mwerevu kama nyoka. Na nikafundisha kwamba nyoka akisha bambua ile inaitwa magamba ama inaitwa nini? Ile ngozi yake. Harudi kuijipima tena aseme acha niangalie kama nimekonda kidogo, nirudi kwenye ile magamba nikaekae hapo. Maana nimekosa. Ameenda. Hiyo inabaki hapo na inabaki hapo na imesaulika. Harudi nyuma, anasonga mbele akisonganga, maana ameendelea kukua. Kitabu cha Wafilipi 3:12 mpaka 21. Paulo akasema kwamba na kaza mwendo. Msomaji anaenda kwenye kitabu cha Wafilipi 3:12 mpaka 21. Wafilipi mlango ni wa 3 mstari wa 12 hadi 21. Wafilipi 3 mlango wa mstari wa 12 hadi 21. Mstari wa 12 hadi 21 hadi 21. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Nakaza mwendo nifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Basi sisi tulio wakamilifu na tuwaze hayo, na hata mkiwaza mengine katika jambo lolote, Mungu atawafunulia hilo nalo. Lakini hapo tulipofika na tuenende katika lilo hilo. Ndugu zangu, mnifuate mimi, mkawatazame wao waendao kwa kufua ninyi. Maana wengine huenenda ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao, na sasa nawaambia hata kwa machozi, kwani adui za msalaba wa Kristo mwisho wao ni uharibifu. Mungu wao ni waniao mambo ya dunia, kwa maana wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka Yesu Kristo, atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitisha vitu vyote viwe chini yake. Amen. Amen. Paulo anasema kwamba sio kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu. La, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Hapa Paulo anamaanisha nini? Paulo anamaanisha kwamba alipoanza safari yake ya wokovu, safari yake ya imani, safari yake ya kumtafuta Mungu, safari ya kutembea na Mungu, maisha ya Paulo haikuwa rahisi. Alikipitia, alipigwa mafimbo kweli kweli. Alipigwa bakora. Paulo huyu mwenye anahubiri.
Anasema kwamba bado sijafika. Licha ya mateso, licha ya majaribu, licha ya changamoto, yeye hahesabu changamoto kama ni kitu ya kupigana nayo, kama ni kitu ya kuvalia njuga. Alisema kwamba kitu moja anafanya, anakaza mwendo, anasonga mbele. Bado anaangalia mbele. Ukisoma mstari wa 13, ndugu, sijidhani nafsi yangu ya kwamba nimekwisha kushika, bado sijashika. Kushika nini? Ile thawabu ya uzima wa milele bado. Akasema ila natenda neno moja tu, sio mambo mawili. Hayuko upande wa adui na upande wake. Paulo aliweka mipaka zake. Ndio sababu anasema kwamba natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikichuchumilia yaliyo mbele. Sawa na ile tabia nyoka ya kubambua yale magamba, anasahau ile magamba ya kwamba imetoka kwenye mwili wake. Anaisahau na anasonga mbele kupigana vita. Hivyo Mkristo, ukiweka mipaka yako itakusaidia. Itakusaidia kutazama mbele. Itakusaidia kukaza mwendo. Itakusaidia kujua wewe ni nani. Ukisoma wa Filipi 3 mstari wa 20 nasema kwamba kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Wenyeji wetu, uraia wetu, kwetu ni mbinguni. So unakaza mwendo, unaenda nyumbani. Na msafiri akiwa barabarani, haukoti aende akutane na gogo aseme kwetu hakuna kuni ya bebe. Tuseme unatoka unatembea safari ya maili 100, kilomita mingi sana. Yule msafiri hata kama kwao hakuna kuni, hawezi enda kitembea kiokota kuni, atazibeba na nani? Itamshinda kufika kwenye anaenda. Ndio sababu Waebrania 12 nasema kwamba tuweke kando mizigo yote ambayo inakufinyilia na upige mbio kwa wepesi. Msafiri aendangi akiokota, anaokota chuki anaweka, unaokota hasira unaweka, unaokota fitina na nini na usabasi yote unaweka. Utafika hatima. Hawezi, utachelewa. Hautafikisha hatima ukisha beba vitu vya dunia. Uongeze mapambo usonge. Unaenda wapi? Ubebe yote kulipiza kisasi uweke. Unaenda wapi? Hauendi mbinguni na hizo, hauendi. Mkristo wa kweli anaweka mipaka. Unakosewa unasamea ukisonga. Wakukucheka wanakucheka, hiyo haikuingii popote. Isaia 42:18 nasema nini? Mtumishi wake Mungu ambaye Mungu anatafuta ni mtu aliye kama kipofu. Anaona mengi lakini hayaweki moyoni. Anasikia mengi lakini hayaweki moyoni. Anatendewa mengi lakini anakaa kama kisiwi, anakaa kama kipofu. Kwa sababu gani? Anachunga moyo wake. Methali 4:23, linda moyo wako kushinda vyote ulindavyo. Linda moyo wako sana. Weka mipaka yako. Weka mipaka yako. Kama ni kwa Mungu, kaa ndani ya territory ya Mungu. Kama ni kwa adui shetani, please usijifiche kwa Mungu, maana hakuna mahali unaenda. Ni hasara bure. Ujinyime raha ya dunia, unaifanya nusu nusu ukijificha ficha, na unajua hakuna mbingu unaenda. Kama ni Mungu, tafuta Mungu na tafuta Mungu kweli kweli. With no apology. Hata shetani akikupiga, mwambie shetani, unanipiga mbingu sikuachii. Milango ya mbingu lazima niingie. Unafanya bidii, kaza mwendo kama Paulo. Amesema kwamba yeye anakaza mwendo. Anajua hajafika bado. Licha Paulo ya kwamba mapepo walikuwa wanamjua Paulo vizuri. Wakaambia wana wasikia, tunajua Yesu na Paulo tunamfahamu. Lakini anasema bado, ukimwona hapo anasema bado sijafika, bado nakaza mwendo. Ninajua kwamba sijekamata kile ambacho Bwana ameniwekea, bado nakaza mwendo. Ingawa ulimwengu wa giza walikuwa wanamtambua Paulo, kwa sababu aliweka mipaka. Na ndio unapata kwamba huyu Paulo ndio atumie mamlaka aliyopewa na Mungu. Uone ya kwamba
mapepo walikuwa wanatoroka, magonjwa yalikuwa yanakimbia, watu wanaponywa, watu wanakombolewa. Ulimwengu na mjua Mungu ni kupitia ile mipaka. Haikuji rahisi. Hata kuna mtumishi fulani aliombea watu wakaanguka, wengine waliamka kama wamepona. It is either huyu mtumishi ako na power ambayo inaanza na ile territory, yani anatembea kwa mapenzi ya Mungu. Mteule wa Mungu, Mungu anakutunuku silaha zote ili umtumikie, na wewe mwenyewe uangalie usianguke ili ufikishe hatima. Ama yule mtumishi kuna nguvu fulani katika ulimwengu wa giza, anatumikia giza, maana shetani photocopy machine. So hapa maandiko yasema kwamba Paulo akasema wenyeji wetu sio duniani, ni mbinguni. So ukijitambua ya kwamba wewe ni nani kwanza. Je, wewe ni nani katika hii dunia, na uko na malengo gani? Uko na maono gani? Mawazo yako unawaza nini? Unawaza uzima ama unawaza tu mimi ni bora niishi, nipate chakula, nipate mavazi, basi imenitosha? Na ikisha kukutosha hivyo, hatima ya baadaye hakuna jehanamu. Maandiko yasema kwamba hautarudi nyuma. Kusoma kitabu cha Petro wa pili mlango wa 2 mstari wa 20 mpaka 22. Maandiko yasema kwamba tusirudi nyuma, tusiwe kama mbwa ambaye anarudia matapiko yake. Mbwa ananga mipaka. Mbwa hana mipaka. Nguruwe hana mipaka. Nguruwe kwanza anakula kila kitu anapata mbele. Akipata matope hata kama ameoga zaidi anarudi huko, kwa sababu hana mipaka. Lakini Mkristo ambaye unajijua wewe ni nani, hautawacha adui apite territory yako, anapita left, anaruka, anaenda pandile trespass. Unaweka mipaka yako. Kama ni kusema ukweli, maandiko yasema sema ukweli, ongea ukweli na iwe ukweli kamili. Ushahidi wa uongo weka mbali. Moyo wa giza toa. Ambie Mungu, niumbie moyo msafi. Moyo ambao unakupendeza. Moyo ambayo nitakuwa na kiu ya kukutafuta Mungu siku zote. Haijalishi ni nani ananipiga. Vita sio vyetu, wajamani, vita sio vyetu. Vita vingine achia Mungu apigane. Vita vyako ukipigana kimwili shauri yako. Vita vya Mkristo kamili, Mkristo ambaye anajua yuko kwenye safari na hataki afungiwe nje, anakaza mwendo. Anakaza mwendo ili afikie ile mede ya thawabu. Vita vingine achie Mungu, yeye ndio jemedari. Si alipigania Musa? Alimpigania Abrahamu. Alimpigania Isaka. Alimpigania Shadrach, Meshach na wote wateule wa Mungu kwenye maandiko. Aliwapigania. Na akapigania mpaka Musa. Akaangusha Kora, Dathan na Abiram. Ardhi kafunguka, wakaingia wakatumbukia. Hiyo ilikuwa nguvu za Musa. Ilikuwa ni nguvu za Mungu. Haikuwa nguvu za Haruni, haikuwa nguvu za Miriam, ilikuwa nguvu za Mungu. Vita vingine achia Mungu apigane. Weka mipaka yako. Kaza mwendo, mtazame Yesu ambaye alianzisha na atakamilisha safari yako imani. Hii mambo mengine achana nayo. Haitakusaidia. Haitakusaidia. So mipaka hiyo inatupatia uwezo wa kutambua hatari. Umejiwekea mipaka, uko kwenye territory yako, dhamira yako ndani yako, antena zako za kiroho zinakamata vizuri. Unajua kwamba adui karibu kuvamia ama ameshafika anavamia. Hautakaa tu na kulala usingizi. Maana boma ambayo haina mipaka, boma ambayo haina fence, unapata kwamba hata ng'ombe inapita kwa mlango hapo ikienda, mbweha akikuja anapita, simba akipita anapita, mchawi akikuja anaroga akienda, chochote kinaweza pita pale. So unamaanisha kwamba mwenye ile territory atalala na kurelax. Hata akisikia miguu ikitembea nje asema tu kwamba hiyo ni ndovu inapita, ile hali ni mchawi anapita, utarelax. Lakini ukiweka mipaka utakuwa na uwezo wa kutambua hatari. Kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 6 mpaka 11 anasema kwamba nyenyekeeni chini ya mkono ulio hodari wa Mungu ili awainue kwa wakati wake. Na hiyo istoshe, kesha, maana adui shetani anazunguka
anazunguka inamaanisha kwamba ukisikia anazunguka inamaanisha kwamba kuna territory, kuna kama hii ambaye maandiko yanasema kwamba Mungu aliweka kwa maisha ya Ayubu ukuta wa moto, ukigo wa moto. Shetani akashindwa kuingia. Kama territory yako, kama mahali pako, maisha yako, safari yako imani haina territory, shetani ungesikia maandiko yanasema kwamba anazunguka. Anakuja direct, anakuja kuvamia. Anakuja direct, anakuja kuiba. Anakuja direct, anakuja kuua. Lakini kwa sababu unasikia maandiko yanasema kwamba anazunguka, inamaanisha kwamba ile makao imezingirwa na ukuta. So shetani anatafuta njia ya kuipitia na kuingia, hawezi. Maandiko yanasema katika Mathayo, kitabu cha Luka 21, msomaji wa neno kama kuna mtu atapata, naona mtu amekimbia. Luka mlango wa 21 mstari wa 34 mpaka 38. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. Luka mlango wa 21 mstari wa 34 hadi 38. Neno la Mungu linasema, basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote wakao juu ya uso wa dunia mzima. Basi kesheni ninyi kila wakati, mkiomba ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za Mwana wa Adamu. Basi kila mchana alikuwa akifundisha hekaluni, na usiku huenda kulala katika mlima uitwao wa Mizeituni. Na watu wote walikuwa wakiamka mapema waende hekaluni ili kumsikiliza. Na hilo ndilo andiko. Amen. Maandiko yanasema kwamba basi jiangalieni. Kujitathmini, kujichunguza, jiangalie. Moyo wako usije ukalemewa na mambo ya dunia. Moyo wako usije ukarelax ukisema kwamba miaka 2000 imepita, Yesu bado anakuja, huyu afiki sahihi, bado tukae tukunywe pombe hapa kidogo, ulevi kidogo, ukahaba kidogo, masumbufu ya maisha unafanya hii, unasahau kujenga safari yako kwa imani. Maandiko yanasema kwamba ile siku ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Siku ya Bwana itafika kama mwivi, na hivyo ndivyo vile adui anaweza nyemelea. Maandiko yanasema kwamba kama mwenye nyumba angelijua ile siku mwizi ataingia, angekesha, angeacha nyumba yake ibiwe. So hivi utakuwa na uwezo wa kutambua hatari. Utatambua kama adui anataka kuvamia. Kwa sababu gani? Ukikaa katika territory ambayo ni ya Mungu, masikio yako ya kiroho yanakuwa wazi. Utasikia sauti ya Mungu na utaisikia vizuri. Na pia utasikia sauti ya adui, ujue huyu ni shetani ameingia hapa. Wakati umelemewa na masumbufu ya maisha, vile maandiko inasema, wakati umelemewa na tamaa za dunia na mambo ya dunia, inakupatia unakosa kumakinika kiroho. Unakuwa na kuchanganyikiwa sana. Unakuwa very busy kiasi ya kwamba maisha yako ya kimwili utanawiri, lakini kiroho unakonda, hauna uwezo, hauna nguvu, hauna mamlaka. Adui akifika anakuteka nyara na anakufunga, anakufanya mateka, anasambaratisha maisha yako ili kusudi usitimize hatima. Maandiko yanasema kwamba kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote wakao juu ya uso wa dunia nzima. Basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea. Utajua adui akivamia, hautalala, hautazinzia. Wakati moyo wako unatiwa nguvu, wakati taa yako ya kiroho inamulika sawa sawa, wakati dhamira yako ndani yako ni kama spark, unaweza shika ujue kwamba kuna kitu inaenda kufanyika the next minute.
hata kama ni kwa wema ama kwa ubaya. Sijui kama kuna mtu kati yetu ambaye anaweza shuhudia kwamba kuna wakati ambayo kama kuna kitu inaenda kutendeka, kuna mambo mawili yanatendeka ndani yako. Kuna hali ambayo unasikia ndani yako unashtuka kabisa mpaka moyo unabaki ukitetemeka. Ama kuna wakati ambayo unasikia Kiingereza inaita goosebumps. Yaani unasikia ndani yako mpaka unasikia hizi malaika za mwili. Malaika ni hizi nywele ambazo ziko kwa mwili. Unasikia kama imesimama. Kuna kitu tu, damu ya mwili, na unasikia ni kama kuna hali ambayo hauelewi. Hiyo sasa ndio dhamira. Yaani ni kama spark ndani yako imeshika, kuna kitu inaenda kutendeka. Either kuna mabaya yanatendeka ama kuna mazuri yanatendeka. Hivyo ndivyo ambavyo mipaka inakusaidia. Ndani yako unakuwa very alert. Kujiwekea mipaka ya kiroho, kujiwekea mipaka katika maisha, unakuwa very alert. Hata kama adui anataka kuvamia, ndani yako utajua kwamba hii ni mbinu ya adui. Hii ni mbinu ya ulimwengu wa giza. Hii ni mbinu ya mawakala wa mashetani. Hii ni roho wa Mungu amenitembelea. So maandiko yanasema kwamba kila wakati Yesu Kristo alikuwa anafundisha mchana hekaluni, na usiku anaenda katika mlima uitwao Mizeituni. Hakuenda kulala, alikuwa anaenda kuomba. So unaweza jiuliza, Yesu alilala saa ngapi? Maana usiku anaonekana pale Getsemani, anaonekana pale kwenye milima ya Mizeituni. Akisha maliza kuomba, ndio huyo saa 6 usiku, saa 6 mpaka saa 9 anaonekana anatembea juu ya maji. Petro anamuona, anamwambia Yesu, kama ni wewe niamuru na mimi nikuje. Maana mchana mzima anafanya kazi na huduma ambayo imemleta duniani. Usiku anaombea roho yake, kwa sababu amesema kwamba roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Roho inakubali kufanya kazi ambayo Mungu amenituma duniani, lakini mwili inaogopa. Mwili inapingana na roho. Hivyo hata mwanadamu, mwili wako ukipea nguvu mwili, na roho yako ikonde, haina nguvu, haina uwezo, haina mamlaka, haiwezi kutafakari njia za Mungu, unapata kwamba ndio unashindwa. So siku zote kubalia Roho Mtakatifu akuongoze, Roho Mtakatifu akuelekeze, Roho Mtakatifu aweke matunda yake. Kusoma Galatia 5:22 mpaka 26, matunda ya Roho Mtakatifu. Ndani yake utapata ile upole ambayo maandiko yamesema katika Mathayo 10:16 ya kwamba iweni werevu kama nyoka na wapole kama hua. So hiyo quality ya upole ni ile unaheshimu mpaka mipaka za watu. Mtu akiweka mipaka yake, unaheshimu mipaka yake. Hauvuki tu, umevuka huku kwingine, umevuka kwa mipaka ya ule, umevuka kwa ule, utakatiwa miguu katikati pale. Kuwa mpole. Kaa na kumngoja Mungu. Kaa na kutulia. Kaa vita vyako, pigana kimaombi. Mkabidhi Mungu, mwambie Mungu, hawa watu uwezo ingekuwa yangu ya kimwili ningepambana nao, lakini Mungu ninaomba wewe ndio mtetezi wangu, nitetee, nipiganie. Hautapigana kimwili. Uko kwenye maombezi unakutana na adui, mnasalimiana vizuri. Habari masiku, lakini ndani yako umeambia Mungu nitetee. Hii vita sipigani. Ni wewe unanipigania. Ni wewe unanitetea. Mungu, hii changamoto imenilemea. Haya mawimbi yamenizidi, Mungu nisaidie. So usiruhusu chochote ikutoe katika mipaka ya Mungu. Usiruhusu chochote. Maana kuna maisha baada ya dunia hii. Hiyo usisahau. Kuna maisha baada ya dunia. Dunia hii tunapitia mateso. Dunia hii tunapitia kudharauliwa. Dunia hii tunapitia kutemewa mate, kusemwa vibaya na kuchekwa na wanadamu. Hiyo inabaki hapa. Dunia hii inabaki. Hata kama saa hiyo watu watakucheka, utasikia uchungu, lakini usisahau ya kwamba hiyo uchungu kuna furaha inakungoja mahali katika uzima wa milele. So usiruhusu chochote ikutoe katika mapenzi ya Mungu, mipaka za Mungu,
Maana maandiko inasema kwamba katika kitabu cha Mathayo, msomaji wa neno, Mathayo mlango wa 5 mstari wa 29 mpaka 30. Mathayo 5 mstari wa 29 hadi 30, kama kuna mtu anaweza soma. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Mathayo mlango ni wa 5 mstari ni wa 29 hadi 30. Biblia inasema, jicho lako la kuume likikukosesha ling'oe, ulitupe mbali nawe. Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako wote mzima usitupwe katika jehanamu. Na mkono wako wa kuume ukikukosesha, ukate uutupe mbali nawe. Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako wote mzima usitupwe katika jehanamu. Amina. Amen. Hapa naona kwamba hakuna chochote itakutoa katika mapenzi ya Mungu. Jicho lako inamaanisha kwamba chochote ambacho kingekuwa cha maana kwako, yeyote alikuwa ambaye angekuwa wa maana kwako, lakini unaona kwamba kidogo anakutoa katika mapenzi ya Mungu. Ndio unaona hiyo jicho na hiyo mkono. Chochote ambao unajua kwamba hii nikifuata hii barabara nitamkosea Mungu. Maandiko yanasema kwamba heri ubaki bila msaada, lakini ujue kwamba unaingia uzima milele. Chochote ambacho kingekuwa cha maana, cha faida dunia hii, lakini ni mtego ya adui ya kukutoa katika mipaka ya Mungu, ya kukufanya ufarakane na Mungu, kama vile walifanya katika shamba la Edeni. Wakatoa mahusiano kati ya Adamu na Mungu kupitia kwa nyoka. Shetani alitumia kiumbe nyoka. Kataa. Heri ukose msaada, heri ukose chochote kile ambacho kingekusaidia, lakini ubaki katika uzima milele. Ubaki katika mapenzi ya Mungu. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza, tufunga na kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 6, Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 12 mpaka mstari wa 20. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza mstari wa 6 mlango wa 12 hadi 20. Nitasoma kuanzia mlango wa mstari wa 12. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Vyakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa vyakula, lakini Mungu atavitowesha vyote viwili, tumbo na vyakula. Lakini mwili si kwa zinaa bali ni kwa Bwana, naye Bwana ni kwa mwili. Naye Mungu alimfufua Bwana, na tena atatufufua sisi kwa uwezo wake. Je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nivitoe viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hasha! Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Na hilo ndilo andiko, miili yenu. Amen, amen. Paulo anasema kwamba vitu vyote ni halali, lakini sio vyote ambavyo vinafaa. Ameweka mipaka yake.
Akasema vitu vyote ni halali, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Hawezi wekwa chini ya chochote ambacho kingekuwa cha maana. Alikataa. Paulo amekataa. Pia na sisi ukishaweka mipaka yako, hiyo inamaanisha kwamba hata kama kuna freedom katika taifa la Kenya, mimi sijajua taifa zingine, wale ambao mnatoka Tanzania, wengine Mexico, wengine Italy, wapi sijajua ratiba hizo nchi, lakini tunaona kwamba kama taifa la Kenya kuna freedom of worship. Sasa hiyo imaanisha kwamba enda abudu Freemasons? Amesema vitu vyote ni halali. Ndio, nimepewa uhalali, naweza abudu. Nikienda Freemasons sasa nitaabudu. Lakini Paulo akasema kwamba sio vyote vinafaa. Kuna freedom ya mavazi Kenya. My dress, my choice. Lakini Paulo anasema kwamba sio vitu vyote vinafaa, sio vitu vyote ni halali. Kuna freedom ya kutembea. Unaweza enda popote. Unaweza ingia popote. Lakini Paulo anasema kwamba vitu vyote sio halali kwangu. Na yeye hatatiwa chini ya ile uhalalisho ambayo mambo yamehalalishwa, hata kama ni kwa taifa, hata kama ni kwa jamii, hata kama ni kwa familia. Chochote ambacho kitaamuliwa inategemea, unaipima. Je, ni kwa mapenzi ya Mungu? Basi twende. Ni kwa mapenzi ya Mungu? Hapana, acha ikae. Hata kama ni dhamana kiasi gani. Paulo alisema kwamba yeye hatawekwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Na ndio sababu akasema kwamba mwili wetu ni hekalu la Mungu. So wafanyaje? Achukue mwili wake na ikutanishe na mwili ya ulimwengu na mambo ya dunia? Haiwezekani. Mwili wa Kristo, maana aliyeungwa na Kristo ni mwili mmoja naye. Na tunajua vizuri sana, hata shetani anajua hii, ya kwamba Mungu Jehova Yawe hawezi kaa mahali chafu. Hiyo hata upige tarumbeta, hata ufanye usimame utangaze, usimame kwenye jua pale juu ndio ulimwengu mzima wakuone, haiwezekani. Mungu akai mahali chafu. Mungu ni mtakatifu na anakaa mahali patakatifu. So ndio ukue hekalu ambalo ita-attract uwepo wa Mungu akae kwa maisha yako. Na Mungu akikaa kwa maisha yako hakui dormant. Anafanya mambo katika maisha yako. Mungu Jehova yako anakuletea mema, anakuletea kibali, anakupa neema, anakujaza mafuta, anakujaza nguvu, anakupigania na kutetea. Chochote ambacho ni dhamana kwa maisha yako, Mungu anaitia nguvu, inafanya kazi. Lakini mahali pachafu, Mungu hayuko anytime. Moyo wako uko na machungu, moyo wako uko na unasikia kukata tamaa kwa sababu shetani amekupiga mara 2, 3, 4. Unasikia ni kama utakata tamaa. Mungu hapatikani pale kwa watu ambao wanakata tamaa. Maana maandiko yanasema kwamba hatuko kwa wale ambao wanasita na kurudi nyuma, hatuko miongoni mwao. Hiyo ni katika Waebrania. Hatuko miongoni mwao. Sisi tuko kwa miongoni mwa wale ambao wanakuwa na ujasiri, ndio wanapitia mateso, ndio wanapitia changamoto, ndio wanapitia vita, lakini ni wajasiri kama simba. Simba hata kinyeshewa, ukimuona analala uzidhani ni paka. Akiinuka pale anaweza fanya maajabu. Hivyo ndio Mkristo huko. Hata ingawa umenyeshewa na viboko vya shetani, viboko vya majaribu na changamoto, wasikuone wadhani ya kwamba huyu sasa ni wazimu, amerarukiwa na mavazi. Imani ambao uko nayo, unaambia shetani nimesema, na anakunja mkia kama ameenda. Hivyo kupitia mipaka yako ya kwamba nifanyeje ubaya huu nimkosee Mungu. Heri nikosane na wanadamu hata kama ni wote ulimwengu mzima. Initishi. Nikiwa na Mungu niko na kitu ya dhamana. Kuliko ukue na ulimwengu mzima na upoteze Mungu. Utakuwa unafanya kazi gani? Maana duniani wanadamu ni wakupita. Hata ukikusanya wote ulimwengu mzima, ujikusanyie wote, wengine ni marafiki, wengine ni mandugu, wengine ni mashemeji, wengine sijui nani, wajomba, sijui nani.
Muda ndio inaamua. Ama watu wanaenda, maana mwanadamu ni mavumbi. Kidogo kidogo wanaanza kuanguka moja baada ya mwingine. Wanarudi mavumbini. Unabaki pale hauna msaada. Ni heri ubaki na Yesu Kristo na uingie uzimani. Maana kila mtu atatoa hesabu yake mwenyewe mbele za Mungu. So kwa nini Mkristo aweke mipaka? Ni kwa nini? Mtu anaweza jiuliza, mbona ujiweke mipaka? Maandiko yanasema kwamba usifungiwe nira na watu wasioamini, watu ambao wamemkataa Mungu, watu ambao hawaenendi katika kumpendeza Mungu, watu ambao wanatukana Mungu, wanatukana watumishi wa Mungu, wananena vibaya kuhusu watumishi wa Mungu. Maana wakati ghadhabu ya Mungu inashuka inafagia hiyo area yote. Yeyote aliyekutanika tu, hata kama hukusema neno mbaya kuhusu ule mtumishi, ghadhabu ya Mungu ikuja, yajagui, mlikuwa wote pale mnatandikwa. Hao maandiko sema kwamba jitenge na wao, maana ni adui wa Mungu, ni adui wa msalaba. Usije ukamkosea Mungu. Kwa nini Mkristo aweke mipaka ya maisha yake ya kiroho na ya kimwili? Kwa sababu gani? Kuna mambo mawili pale. Jambo la kwanza, wewe ni chombo ambacho Mungu amekiteua kati ya vyombo vingi ulimwengu mzima. Ulimwengu tuko na watu kiasi gani? Ni wengi, lakini wewe imagine, kati ya wale watu wengi Mungu amekuchagua. Amekupa neema, amekupa kibali uitwe mwana wa Mungu. Wewe ni chombo ambaye Mungu atakutumia kwenda kuokoa vyombo vingine. Lakini ukiwa chombo mbaya, Mungu either ukubali akutengeneze, kama vile Yeremia 18 inasema, utengenezike uwe chombo kizuri, urudi ufanye kazi ile ambayo Mungu amekusudia, ama uwe chombo ambacho kanatengenezwa na bado kanainuka, kanaharibika, kanatengenezwa katatupwa mbali. Unakubali kurudiwa, yani kukemewa, unakubali kuongozwa, unakubali kuelekezwa. Maajabu ni kwamba Wakristo wako, hata ukiwaambia very simple instruction, badala waifuate, wataenda kwanza kufanya ile inaitwa uchanganuzi. Wanachambua, huyu Dorcas alikuwa anasema kitu, alikuwa anasema namna gani? Wanaichambua, na sio katika wema, wanaichambua katika ubaya. Maandiko yanasema kwamba wewe, jambo la kwanza, wewe ni chombo, na ni chombo teule, chombo cha heshima. Mungu akutumie kwa ajili ya kufanya kazi yake. Jambo la pili, wewe ni hekalu la Mungu, Mungu akae mahali pachafu. So ukiwa chombo, kitabu cha Yeremia 51 ukipata nafasi utasoma. Ingawa wengi ukiwapea neno hivyo wanaenda wasema achana na huyu amepoteza mwelekeo. Jana, kabla sijasahau, hata ingawa itaenda kwa recordings, jana nikawa nasikia sauti fulani. Bwana kanipa neema kusikia sauti fulani. Mtu alikuwa anasema kwamba achana na huyo mama, kiburi imemuingia. Sauti na ni moja katika Efrata. Sema ni kama sijui ni wapi kulikuwa kuna kaliwa, kasikia sauti ya mtu mmoja akisema kwamba wanaongea kuhusu mimi. Sema kwamba achana na huyo mama, kiburi imemuingia. So jambo la pili, hiyo nilikuwa nasema ile ufunuo Mungu alikuwa ananipa jana. Jambo la pili, wewe unakuwa chombo kikali, Mungu anakutumia ili kulipiza kisasi yake kwa adui. Utaipata kwenye kitabu cha Yeremia 51 mstari wa 20 mpaka 24, ama Isaia 41 kuanzia mstari wa 8 mpaka mstari wa 16. Hatutaisoma kwa sababu ya muda, lakini Mungu wetu atusaidie ili tuweke mipaka. Sio kwamba usitembee na watu, sio kwamba ukatae watu sasa, sio kwamba utukane watu sasa. Hapana. Maandiko yanasema kwamba huwa mwerevu, weka mipaka yako. Ni nini utanena? Ni nini utasikia? Ni nini utafanya? Utatembea maeneo gani? Ibada yako utaifanya namna gani? Huwa mwerevu ili usije ukakosana na Mungu, ili usije ukafarakana na Mungu. Maana dunia inaisha na Yesu Kristo anarudi kuchukua kanisa lake
Maandiko sema kwamba kanisa ambalo haina madoa, haina waa, haina kunyanzi, uchafu yoyote, kanisa ambalo ni safi, takatifu, wataenda ndio watakuwa wanatumika kuimba haleluya haleluya milele. Alafu the other lot wenye watabaki wakati Yesu ananyakua kanisa lake safi, bibi harusi anakuja kuchukuliwa, wale watabaki, the remnants, wataoneshwa barabara ya jana. So ni mapema hii, kama bado kuna neema ya toba, kama bado kuna neema ya kutengeneza mapito, kama bado kuna neema ya kutembea katika mapenzi ya Mungu, tutafute Mungu. Roho Mtakatifu, kubalia Roho Mtakatifu akae ndani yako, ndiye atakuelekeza ni barabara gani usifuate, mipaka gani unataka na uweke. Je, malengo yako ni gani? Makusudi yako ni gani? Umefuatilia yale malengo uliweka? Uyatimize, maana usipofanya bidii hautatimiza malengo yako. Usipoifanyia kazi maono yako, chochote ambao umekusudia kwamba mimi nataka uzima, usipofanyia kazi utapata kwamba hata uzima hautapata. Mahali uliposimama, tufunge ibada. Kama uko na uwezo wa kufungua microphone, naomba tafadhali fungua microphone yako, pasa sauti yako mbele za Mungu. Na kama uko mahali ambao hauwezi kufungua microphone pia, pasa sauti yako mbele za Mungu. Mwambia Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuko mbele zako Elohim. Wewe ni Mungu kimbilio na mtetezi. Wewe ni Mungu Alfa na Omega. Tunakushukuru Baba kwa umbali huu Mungu wetu. Hapo mwanzo tulipoanza ibada Baba, tulikuomba Baba ukaendelee nasi. Hakika Mungu wetu, tumeona mkono wako umekuwa pamoja nasi katika maombezi Baba, umetuhifadhi katika mahubiri Baba, umenena nasi Mungu wetu. Tunanyenyekea Jehova Jireh Bwana, popote tumekukosea Adonai, tunaomba Baba utusamehe Bwana. Lolote tumenenda kinyume na mapenzi yako Bwana, tunaomba Baba utusamehe. Baba tusaidie, tukaenende katika mapenzi yako Bwana. Tutie nguvu Jehova Yawe, tukasimame kwenye mipaka zetu Bwana. Baba tusaidie kuheshimu mipaka zetu. Baba tusaidie kutembea na Bwana. Tusaidie Baba tukatambua kwamba sisi ni hekalu lako Baba yangu. Tunakuomba siku zote Baba tusaidie. Tusaidie wateule wako wote ulimwengu mzima Bwana, wakakujua wewe zaidi Baba, na wakatembea katika mapenzi yako Mungu. Ninawaombea popote walipo Bwana, walio na changamoto mbalimbali Baba, uwaguze Mtakatifu, watetee maana wewe ni Mungu. Walio Baba na hali ambazo zinawakumba Jehova Jireh, naomba Baba ya kwamba wewe ni Mungu Jehova Jireh, kwa milango Baba kwa ajili ya maisha ya Bwana. Walio wanaopitia vita Bwana, naomba Baba ukawapiganie katika jina la Yesu. Walio wagonjwa Elohim Bwana, naomba Baba uwaponye. Wewe ni Mungu Rafa, wewe ni Mungu tabibu wa kweli. Daktari na tibu, lakini wewe ndio mponyaji. Naomba Baba ukaponye katika jina. Anti Lucia Bwana majeshi, utalipa Baba na tangazo uponyaji kwa wala Baba, nyosha mkono wako Mungu. Baba gusa maisha yake Bwana, Baba gusa Baba changamoto zake Baba, gusa magonjwa hayo Bwana, ukamponya, maana wewe ni Mungu mponyaji. Unaweza, unataka Bwana hospitalini Baba, tunakushindele Baba, nyosha mkono wako Bwana, waguze Baba watu uponyaji waliokata tamaa wape tumaini Bwana tena Bwana. Wewe ni Mungu Timotheo wa pili mlango wa 9, maandiko yakasema kwamba msingi wako unabaki imara wenye muhuri ya kwamba wewe Jehova unajua walio wako Baba yangu. Na waombea Baba ulinzi katika Yesu, kama malaika wako Baba na jeshi lako na mtana kwa walihifadhi hata wale ambao hawakujua Baba wakomboe katika sasa nuru yako wale katika maisha yetu, vile ulifanya wakati wa Sauli. Kaona mwangaza wako kubadilika hata na familia yangu, wote ambao watia mawaidha akili, wote ambao wamepotelea kwa dhambi, wote ambao wamepotelea kwa mambo ya dunia, naomba Baba jioni angaza taa yako Jehova Mungu, wakuone Jehova Bwana, wakasikia sauti yako Bwana, ukawakumbuka Baba yangu. Asante Bwana, ni mwema, utukuze Baba, kwamba ulinzi dhidi ya mipango zozote za ulimwengu wa giza, dhidi ya shambulizi zozote za ulimwengu wa giza Baba, funika wateule wako wote
funika familia zako katika kazi ya mikono ya Bwana, walinde Baba mtakatifu, maana wewe ndio ngao na kifaa yangu. Jamani, asante utukuzwe mbele za yawe. Asante Mungu, kumbuka Bwana Mungu katika mikono yako, kumbuka Zena kwa Daniel Baba, na waombea neema na Mungu. Asante kwa ajili ya Dorcas Gavila, asante Baba kwa ajili ya Edward na George, kwa Mungu wahifadhi katika mapenzi yako Bwana. Kumbuka Caroline Takwa popote alipo, asante Baba kwa ajili ya Gideon, asante Baba kwa ajili ya Josephine Baba, na kushukuru kwa ajili asante kwa ajili ya Susan, asante Baba kwa ajili ya Charity Juma, asante Baba kwa ajili ya Isaac Bwana, wote ambao hawakuweza kufika kwenye mkutano popote walipo Jehova, natangaza damu ya Bwana kwa maisha yao, walinde wahifadhi Adonai. Wewe unajua changamoto wanapitia, wewe unajua hali zote Jehova. Kumbuka watoto wetu Bwana, kumbuka familia zetu, kumbuka ndugu zetu na wazazi wetu, tunawakabidhi kwako Baba. Tunatangaza damu ya Bwana kwa maisha yao, kwa wahifadhi, kwa watetee, kwa wapigania Bwana. Tunakushukuru mtakatifu Mungu wetu, maana hakuna aliye kama wewe. Kwa sifa, utukufu na heshima katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Asante. In Jesus' holy name we pray. Amen. Amen. Amen.